Nyota wa muziki wa Bongo Flava Mario inaonekana kama alikuwa anataka kumjibu Diamond kwa vitendo, sio kwa maneno. Siku ya leo tarehe 8 mwezi Novemba 2025 alikuwa amejipanga kuachia mkwaju mkali. According to maelezo yake, anadai kwamba hii ngoma sasa ndio ingewaonyesha wasanii wengine kwamba sio level yake, yani yeye ni level za juu. Kwa anamaanisha hata Diamond haifikii level zake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe huu: kabla ya kila kitu niliahidi kutoa ngoma wiki ya kwanza ya mwezi huu, ambayo ilikuwa ndo leo tarehe 8 ya mwezi Novemba, lakini baada ya kila kitu kutokea nimeahirisha, nimepeleka siku za mbeleni panapo majaliwa. Ila trust me, hii ndo nilikuwa naenda kuambia wasanii wenu kwamba nawaheshimu tu, ila musical kwa time hii hakuna anayeweza kusogelea humoto. Na katika wale kenge mimi sipo, katika wale kenge mimi sipo. Mungu azilaze mahala pema roho za marehemu wote peponi. Kwa Mario anasema kwamba katika wale kenge mimi sipo, kwamba yeye hakuna msanii ambaye anamuweza. Diamond naye alisema hakuna msanii ambaye anamuweza, na alihitaji kumjibu nadhani kwa vitendo, kwa kuachia ngoma mpya siku ya leo. Sema ndio hivyo tena, as you know, watu wanaomboleza, ameamua asitoe ngoma. Haya ndo maneno ambayo Diamond Platnumz aliyazungumza, ilikuwa ni Oktoba 27 kule Kigoma. Msikilize hapa. Kwa sababu huku mimi nyumbani kwetu, Baba Levo historia yake na yangu tupishani sana. Mimi akaanza muziki watu wamenidharau sana, unajua. Uongo kweli? Sana. Lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli? Ninapokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maana Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Chata Kigoma, nembo ya Kigoma, ametokea Kigoma, inapoongoza kwenye muziki, maana Kigoma ndo inaongoza kwenye muziki. Uongo kweli? Wakati naanza kaongea sana huyo, eti sio hajasomea muziki, sio nikasema wewe njoo na makaratasi yako ya muziki, afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu tulete matokeo nikuoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya muziki nchi hii kinaniweza, kisogee mbele yangu. Kama kuna kiumbe chochote, niambie kitu. Kigoma wewe. Hapa katikati nilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa. Huko nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijinga. Nikasema hawana adabu wa. Nikawatia misumari. Misumari inaitwa shikeni adabu. Nimeweka misumari, nikakaa namba 1 2 3 nakuja kenge yote wasogea hapa. Mpaka sasa hivi nataka tushamaliza ndo watu waanza kusogea. Lakini ile ilitoa kwa kuwashikisha adabu, kama shikeni adabu na mtoto wenu Kigoma. Shika adabu. Sasa Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa wanamdharau, hawakujua huyu